Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sifa na utukufu ziende kwa Yesu Kristo Nazareti. Ni wakati na majira mengine hivi sasa ya kumshukuru Mungu kwa wakati huu. Na Baba mbinguni, asante kwa majira na wakati huu. Asante kwa damu iliyomwagika msalabani. Yesu Kristo Nazareti, asante kwa damu iliyomwagika msalabani. Nakushukuru Baba mbinguni, asante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako ndani yangu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amina. Na ni wakati mwingine tena Roho wa Mungu ananihimiza nifundishe hiki kipande kidogo kwa ajili ya kukusaidia wewe msikilizaji na mtazamaji wa Yehova Television ambayo inapatikana katika YouTube. Itakusaidia sana. Kwanza nataka ufahamu jambo moja, kwamba ikiwa unataka kupanda mazao yako kwenye shamba, kuna jambo ambalo ni la awali lazima lifanyike ili mazao yako kayapande na kapate kustawi. Na jambo hilo ni kulilima hilo shamba na kulima hilo shamba. Sasa inategemea na hilo shamba ni la namna gani. Kama kuna vichaka, kuna miti, vitu vingine ambavyo vitakuwa kizuizi cha mazao kustawi, mazao kustawi, basi hivyo vizuizi vyote itabidi ving'olewe. Kama ni vichaka itabidi ufyeke, kama kuna miti itabidi ukate, kama kuna mimea mingine aina yoyote itabidi iondolewe au ing'olewe au ikatwe. Ndipo unalilima hilo shamba tayari kwa ajili ya kupanda mazao yako. Inategemea ni mazao ya aina gani. Kama ni mahindi, kama ni maharage, kama ni alizeti, yote ya mazao. Kabla ya kupanda unahitaji kulima kwanza shamba liwe safi kwa ajili ya kupanda ya mazao. Sasa nataka baada ya hapo na kupeleka kwenye somo. Somo hili linaitwa tohara ya moyo. Tohara ya moyo. Tutajifunza kidogo tohara ya moyo na faida zake. Tohara ya moyo inafanyika wakati upi? Je, ungependa kumpenda Mungu kwa moyo wako wote? Ungependa kumpenda Yesu kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote? Na unajua ni kwa nini, kitu gani kinakuzuia usimpende Bwana Mungu, usimpende Yesu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote? Ninavyosema moyo wako, na ninavyosema roho yako, hapo ninatofautisha kati ya roho na nafsi. Ninavyosema moyo wako namaanisha pia ni roho pia, lakini ninavyosema tena roho yako namaanisha nafsi. Kwa hiyo kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nafsi yako yote, yani kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Kuna kizuizi, kuna vitu vinaitwa vizuizi. Huwezi ukaamua tu ukasema mimi nampenda Yesu, ndio nampenda na mimi nasoma neno la Mungu. Ndio unaweza kuwa unasoma neno la Mungu. Neno la Mungu hili sio gazeti. Sio gazeti. Sio gazeti, sio kitabu cha hadithi. Ni neno ambalo linahitaji ufunuo, limetoka kwa Mungu ambaye ni roho. Kwa hiyo liingie katika moyo wako katika nguvu za Roho Mtakatifu, kisha lipate kutawala. Hizo nguvu za Roho Mtakatifu zimtawale nafsi, zitawale na mwili pia. Sasa kuna kitu au kuna vitu ambavyo vinazuia kwamba wewe usimpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, manake kwa nafsi yako na kwa nguvu zako zote. Kitu gani kinazuia? Kizuizi kikubwa ni ukosefu wa tohara ya moyo. Tohara ya moyo nani aweza kuifanya? Wanadamu waweza kufanya tohara ya mwili. Ni Mungu pekee ambaye hufanya tohara ya moyo. Na tohara ya moyo ikishafanyika kwako,
automatically, hutatumia nguvu nyingi. Roho wa Mungu aliyoko ndani yako ndiye atakaye kuwezesha kumpenda Mungu au kumpenda Yesu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Tutapataje kujiridhisha? Tupate uthibitisho katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, kumradhi, sura ya 30. Ni Agano la Kale. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari ule wa 6. Ni Agano la Kale. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari ule wa 6. Ninasoma katika jina la Yesu. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Sasa tunapata uthibitisho, lakini katika uthibitisho tunapata somo linatanuka zaidi, kwamba Mungu anapoutahiri moyo wako, anatahiri na moyo wa uzao wako, yaani wale watakaozaliwa pamoja na wewe. Hutaki kutumia nguvu sana za mwilini katika kuwafanya wale watakaozaliwa na wewe wampende Mungu kwa moyo wao wote na kwa roho zao na kwa akili zao na kwa nguvu zao. Unatakiwa kufanya mambo haya. Unatakiwa kwanza kutambua, kusoma hili na kutafakari. Kusoma ni jambo lingine na kutafakari. Mungu anaposema katika Kumbukumbu la Torati sura 30 mstari wa 6 kwamba Mungu atautahiri, Mungu wako atautahiri moyo wako. Atautahiri moyo wako. Nimetoa mfano, inafanana na shamba. Shamba ili lilimwe inabidi, kama kuna vichaka uvifyeke, kama kuna miti ukate, kama kuna mimea yoyote itabidi uing'oe isiyofaa, na ndipo unalilima shamba. Unalima shamba kwa ajili ya mazao mengine. Kwa hiyo unaondoa katika shamba hilo vitu visivyofaa kwa ajili ya kuweka mazao yatakayostawi kwa ajili ya uzao wa mazao. Vivyo hivyo na moyo wako unakuwa na vitu ambavyo havifai. Na hivyo vitu ambavyo havifai ndivyo Mungu ambavyo anasema ni tohara ya moyo, yeye ataviondoa. Ukiingia katika Mathayo mtakatifu sura ile ya 15 katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya, Mathayo mtakatifu sura ya 15 mstari wa 13. Ukisoma Mathayo mtakatifu sura ya 15 mstari wa 13, anasema kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Hiyo ni sehemu ya somo hapo, kwamba kila kitu kisichofaa ndani ya moyo wako inabidi king'olewe, kiondoke. Nitakupa mfano. Ikiwa kuna hali ya moyo umejaa uchungu, inabidi huo uchungu ung'olewe. Kama kuna hali ya kutokusamehe, hiyo hali inabidi iondolewe. Nani anaweza kuondoa? Ni kwa msaada wa Mungu. Ukisoma Zaburi sura ya 60 mstari wa 12, kama sijakosea, Zaburi sura 60 mstari ule wa 12 inasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Namna gani tutatenda makuu? Manake tutafanya yale ambayo Mungu ameyakusudia tuyafanye kwa msaada wa Mungu. Haleluya. Na tutafanya yale makubwa. Tutafanya mambo makubwa, mambo ya ajabu, mambo ya kutisha
kwa msaada wa Mungu, Mungu atatusaidia kutenda makuu. Atusaidia namna gani? Ataviondoa vitu visivyofaa. Anafanya tohara ya moyo. Hii si wewe tu, na uzao utakaozaliwa na wewe. Kwa hiyo kama utaelewa somo hili, unahitaji kuchukua muda wa kutosha kwa ajili ya kuomba ili Mungu afanye tohara ya moyo. Mungu anaelewa. Ukisema Mungu, naomba nifanyie tohara ya moyo. Nifanyie tohara ya moyo. Ng'oa kila kitu kisichokupendeza. Tumia damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Sasa nataka tuingie kwenye maombi moja kwa moja. Hatutachelewa. Maana unataka moyo wako mpende Mungu. Nafsi yako mpende Mungu, maana yake na akili zako zipende Mungu. Na nguvu zako zote, mwili wako pia una nguvu, una nguvu mwili wako. Sasa unaweza kukuta unatamani wakati fulani ufunge, huwezi kufunga, inakuwa ngumu wewe kufunga, ni tabu. Ni kwa sababu wewe hujafanyiwa tohara kwenye moyo. Hujafanyiwa tohara ya moyo. Ukifanyiwa tohara ya moyo, ukifanya haya maombi kwa mzigo mpaka ukasikia amani ndani ya moyo wako, na kuhakikishia kwamba kitakachotokea baada ya hapo itakupelekea kwanza kutii kile ambacho Mungu amekikusudia kwako. Inakuja automatically. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuwa ameondoa vile vizuizi ambavyo vinazuia wewe usifanye nini? Wewe usiingie kwenye kusudi la Mungu. Anaviondoa hivyo vizuizi. Na kuviondoa hivyo vizuizi ndio kutasababisha wewe ufanyike mtu bora. Sasa ngoja nikwambie kitu kingine. Ni kwamba napozungumzia tohara ya moyo. Tohara ya moyo inakufanya wewe ufanyike bora katika kazi ya Mungu. Ndiyo. Inakufanya ufanyike bora. Kwa nini? Utatenda sawa sawa na vile Mungu anavyotaka. Sio kama mwili wako unavyotaka, hapana. Vile Mungu anavyotaka ndivyo itakavyokuwa. Ngoja nikusomee uthibitisho mwingine. Ukisoma Ezekiel, ni Agano la Kale, Ezekiel sura ile ya 36 mstari ule wa 26. Nasema tusome Ezekiel 36. Ezekiel sura ya 36. Ni Agano la Kale, Ezekiel sura ya 36. Tulia, usio na papara. Nasema ni Ezekiel, kitabu cha Ezekiel, ni nabii huyo. Ezekiel 36 sura ya 36 mstari wa 26. Tulia ili moyo wako ufanyiwe tohara. Na mstari wa 26. Ninasoma katika jina la Bwana. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Hapa ngoja nisome tena uelewe vizuri. Ezekieli sura 36 mstari wa 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Atakupa moyo mpya. Anasema nami nitatia roho mpya ndani yenu, roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Ndani ya mwili wako anamaanisha nini? Anamaanisha wewe mwanadamu una kitu ambacho kinakufanya usipate ule ujumbe kutoka kwa Mungu. Usipate kutenda kusudi la Mungu. Usipate zile baraka ambazo zinapitia Roho Mtakatifu kuwasiliana nao. Kwa hiyo anasema ataondoa hivyo vizuizi. Na ndio maana ametumia hapa neno, anasema nami nitatoa roho mpya. Anasema nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe. Ataondoa kitu kisichofaa ndani ya moyo wako uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Mstari 27 anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda.
Mstari 27 huu uzingatie vizuri sana. Anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu. Ni Mungu anaweka roho yake, sio kwamba haipo, ipo, lakini anaposema nitaweka roho yangu, ataweka udhihirisho wake ndani yako wewe ambaye umeshamwamini Yesu. Anaweka roho yake, manaka anaweka nguvu za roho wake Mtakatifu. Hapo anaendelea anasema, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu na kukuongoza katika neno lake na kukuongoza katika njia zake na kukuelekeza kama atakavyo yeye. Inaendelea, na kuzitenda, nanyi mtazishika hukumu zangu. Utashika kile ambacho yeye anataka. Akisema funga rohoni, anaweza akaachilia msukumo wa kufunga, utafunga. Utaongozwa na Roho Mtakatifu aliyoko ndani yake kutoka kwake, ambaye anakuwa na nguvu za kukulazimisha wewe, za kukuwezesha wewe ufunge. Anakuwezesha, inakuwa ni kitu rahisi. Anaendelea sasa, anasema na kuzitenda. Utashika neno la Mungu na kulitenda sawa sawa na vile anavyotaka yeye. Manake Mungu anakuwa na maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni somo zuri sana. Ni somo ambalo hutakiwi kulikosa mwanadamu unayemwamini Yesu. Na hata usiyemwamini Yesu, utambue kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya watu wote. Alimwaga damu yake msalabani kwa ajili ya ulimwengu. Anatafuta na kuokoa kilichopotea. Ukisikia habari hizi ninapokuambia hivi sasa, ni kwamba Mungu anavyoutahiri moyo wako. Maana anaondoa kitu kisichofaa. Uelewane na kusudi la Mungu ndani yako. Amemleta Yesu duniani kwa ajili ya nini? Na Yesu ni nani? Maana kama hujaelewana na hiki kitu, ndio maana uwezo ukaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kwa sababu moyo wako haujatahiriwa. Ukitahiriwa moyo wako, utamjua Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu atang'oa kila aina ya visiki visivyofaa ndani ya moyo wako. Atang'oa kila pando asilolipanda Baba mbinguni. Kisha ataweka roho yake, ataweka nguvu zake, ambapo sasa nguvu zilizoko katika moyo wa Mungu, moyo wa Roho Mtakatifu, moyo ndani ya Yesu, zinakuja ndani yako, ndio zinaiendesha nafsi, yani zinaendesha akili yako, zinaendesha na mwili wako pia. Kwa hiyo unakuwa unaongozwa na Roho wa Mungu. Utazitenda zile sheria. Anavyosema sheria, manake utalitii neno lake ambalo Yesu anakuagiza ufanye. Sasa kwa namna hii utapata faida nyingi sana. Kuna faida kubwa sana kwa mtu ambaye amefanyiwa tohara ya moyo. Nitakutajia miongoni mwa faida. Kwanza nikuulize swali. Wewe unayenisikiliza hivi sasa, unayenitazama, una njia ngapi ambazo Mungu anawasiliana na wewe? Umeokoka au hujaokoka? Ni njia ngapi ambazo Mungu anawasiliana na wewe? Zitambue. Kwa mfano, mimi nikiwa hapa, nipo katika bara Afrika, nipo Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Ndugu yangu pengine anaweza kawa taifa lingine, anaweza kawa labda yuko Marekani huko au yuko Ulaya. Kuna njia ambazo tutazitumia kuwasiliana. Kwa mfano, tunaweza tukazitumia kwa njia ya barua, ndiyo, kwa njia ya barua, na kuna shirika ambalo linasafirisha barua. Pia tunaweza kutumia interneti, kutumia email kwa njia ya mtandao. Tunaweza kutumia WhatsApp kuwasiliana, tunaweza kutumia simu. Zote hizo ni njia za mawasiliano. Lakini pia mtu anaweza katoka huku kwenda kule na nikampa maelekezo ikawa ni njia ya kuwasiliana, yani mtu. Sasa ni njia gani ambazo Mungu anazitumia kuwasiliana na wewe? Na unaweza kuwa na majibu unayafahamu. Lakini mimi nataka nikwambie hizo njia ambazo Yesu Kristo wa Nazareti alivyosimama mbele yangu pale katika jiji la Dar es Salaam, akaniambia njia ambazo atazitumia kuwasiliana na mimi. Nitakwambia hivi sasa hizo njia ambazo anazitumia kuwasiliana na mimi, na akaniambia nizishike sana hizo njia kwa sababu zina manufaa makubwa katika maisha yangu ya kila siku. Moja sitakwambia, ila hizi nitakwambia. Njia kwanza ambayo anaweza akatumia kuwasiliana na mimi, njia ya neno lake. Njia neno lake. Hata hivyo, watu wengi Mungu amewasiliana kwa njia ya msukumo kuliko hata neno. Ndiyo, ametumia zaidi msukumo kuliko neno. Msukumo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo atawasiliana kwa njia ya neno lake,
atawasiliana na mimi, atawasiliana kwa njia ya msukumo wa Roho Mtakatifu. Na huo msukumo wa Roho Mtakatifu nilimsihi anisaidie niweze kutambua, kwa sababu ndipo ambapo pana shida kubwa sana, msukumo wa Roho Mtakatifu. Alafu jambo la tatu ni sauti ya Roho Mtakatifu aliyoko ndani yangu. Na jambo la nne au njia ya nne ni malaika. Na malaika Gabriel amesha kuongea na mimi mara kadha na ananipa maelekezo. Njia ya tano ni maono, maono ya wazi kabisa. Njia ya sita ni njia ya ndoto. Anaweza kuwasiliana kwa njia ya ndoto. Na njia ya saba anaweza kuwasiliana nami kwa njia ya mtumishi wake. Nimekwambia moja, sikwambii, kaitafute. Muulize Bwana. Isaya 45 kuna moja asema niulize. Sijui wewe anatumia njia gani. Hizi njia saba hizi Yesu anawasiliana na mimi, na zaidi ya hapo kila mmoja na neema yake. Mimi sijajua wewe amekueleza nini, lakini Yesu anawasiliana na mimi kwa njia hizi. Na ilikuwa ngumu mwanzoni kabisa ile njia ya msukumo kujua kwamba ni yeye. Nilimuuliza mara kadha wa kadha, akaniambia hapa ni njia ya msukumo, hapa nimetumia njia ya msukumo, hapa nitumia njia ya msukumo kunielewa. Ndio maana ukauliza. Na niliuliza, na ni vizuri kumuuliza. Yesu ni rafiki nzuri. Yesu ni rafiki mzuri. Ukimuuliza atakwambia. Ndio. Usije ukafanya lako ukasema nimepata njia ya msukumo ukafanya jambo, unaweza ukakosea, ukafanya mambo mabaya sana. Na sasa ili hizi njia zote hizi ambazo nimekutajia, kama na wewe anawasiliana na mimi, lakini pia na watu wengine anawasiliana nao kwa njia hizi. Na sasa utapataje kujua hizo njia? Kwa mfano amewasiliana na wewe kwa njia ya msukumo wa Roho Mtakatifu na hata uelewe. Amewasiliana na wewe kwa njia ya sauti. Wengi wanasema nimemsikia Roho Mtakatifu anasema, kumbe ni akili yake. Hiyo ni hatari mno. Ni hatari sana. Ninakwambia mimi hili somo, ninakwambia kama nabii ambaye nimeitwa na Yesu kwa ajili ya kazi ya Yesu. Na akiniambia hivyo ana sababu. Anajua kwa nini nifanya hivyo. Na mara nyingi nimekuwa nikimuuliza. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vitakusaidia sana ni kufanyiwa tohara ya moyo. Kubali ufanyiwe tohara ya moyo. Utafanyaje kufanyiwa tohara ya moyo? Omba toba. Au omba rehema za Mungu. Afanye tohara ya moyo ndani ya moyo wako. Na afanye tohara ya moyo. Na hii iwe endelevu, unafanya mara kwa mara. Fanyiwa tohara mara kwa mara. Haifanani tohara ya mwili ambayo inafanyika mara moja tu. Lakini tohara ya moyo inahitaji mara kwa mara. Itakuwa msaada mkubwa sana kwako katika maisha yako. Tohara ya moyo inagusa kizazi chako na vizazi vingine vyote. Ikimpendeza Mungu, toa na sadaka ili akazidi kujitukuza. Unapomtolea sadaka, fanya hayo maombi pia, mtolee sadaka. Tohara ya moyo itatengeneza kitu kikubwa sana. Manake Mungu ataachilia udhihirisho wake mkubwa sana. Udhihirisho wake kwako mkubwa sana, kwako na kwa uzao wako. Kwa hiyo huhitaji kutumia nguvu sana kwamba watoto waje wamtumikie Mungu kama ninavyomtumikia mimi. Hapana. Kuna maarifa ya Roho Mtakatifu, kuna maarifa ya neno la Mungu, kuna maarifa ya Mungu mwenyewe. Ndio maana amesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Una mtoto wako, una kijana, una binti, unatamani amtumikie Mungu kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote na kwa nguvu zake zote, lakini hajafanyiwa tohara na wewe hujafanyiwa tohara. Hawezi. Una vitu vitazidi kupungua tu, kwa sababu utaongoza na mwili au utaongoza na akili. Utaongoza na hisia za mwili au utaongoza na akili, badala ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tusome Wagalatia sura ya 5 mstari wa 25. Wagalatia. Maana mimi na wewe ni binadamu. Kinachotufanya sisi tuitwe binadamu, mimi na wewe, ni roho. Ili sisi tuishi, ni roho iliyoko ndani yetu inatufanya tuishi. Na Mungu ni roho. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuongozwa na roho wa Mungu, ili tuishi sasa na kusudi la Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Somo tamu Kwa hiyo tilia maana, nilifanyie kazi. Nataka kusoma Wagalatia sura 5 mstari wa 25.
tukiishi kwa roho, kama roho ndio inatufanya tuishi. Nasoma Wagalatia, ni agano jipya, Wagalatia sura 5 mstari 25. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Kama tunaishi kama roho wa Mungu ndio anatufanya tuishi, aliyoko ndani yetu, basi tufuatishe vile ambavyo roho wa Mungu anataka tuenende. Tutawezaje kufuatisha? Ni lazima tufanyiwe tohara ya moyo. Tohara ya moyo. Nataka kuomba kwa ajili yako. Itakuwa msaada mkubwa sana katika maisha yako. Na kama wewe hujaokoka, kabla sijafanya haya maombi, kabla hujaokoka, sema: Mungu Baba mbinguni, natubu dhambi zangu. Naomba damu ya Yesu ifanye ondoleo la dhambi ndani ya moyo wangu. Ninaamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi. Aliteseka na akafa kwa sababu ya dhambi zangu. Na Yesu alifufuka ili kuishinda dhambi. Na mimi sasa nakutamka Yesu uliye hai hivi sasa kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu sasa na hata milele. Amina. Na sasa nataka tuombe maombi ya tohara ya moyo. Baba wa mbinguni, kama ishara ya kugusa moyo wako, gusa kifua chako. Baba mbinguni, ninaomba toba. Nimetambua hivi sasa kwamba kuna vitu vinanizuia ili mimi nisikupende wewe Baba mbinguni, katika jina la Yesu, kwa moyo wangu wote na kwa akili zangu zote na kwa nguvu zangu zote. Nimeshindwa kufanya hivyo. Sikujua kumbe moyo wangu hujafanyiwa tohara. Na mimi mwanadamu siwezi kufanya jambo lolote pasipo wewe. Nami nimehangaika sana ili nifanye yale ambayo yanakupendeza, lakini nimeshindwa. Ni kwa sababu moja tu. Nimetambua hivi leo kwamba sijafanyiwa tohara ya moyo. Ninaomba Baba mbinguni, katika jina la Yesu, unifanyie tohara ya moyo hivi sasa, na uzao wote utakaozaliwa na mimi, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Ninakusihi Baba mbinguni mtakatifu, uzao wangu wote pia ukafanyiwe tohara ya moyo. Kwa maombi haya ninakusihi Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, kwa nguvu kubwa ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, kila pando usilolipanda Baba mbinguni kwenye moyo wangu, ambao limekuwa kama kichaka cha kuzuia mazao kwa mkulima ambaye anataka kulima, ambayo imekuwa kama miti, ambayo imekuwa kama majani yasiyofaa katika shamba la mkulima ambaye anataka kulima mazao, kulima na kupanda mazao yake. Hivi sasa nakusihi Baba mbinguni, kama vile mkulima haweza kung'oa majani yasiyofaa, haweza kukata miti, kung'oa kila kitu kisichofaa na kulima shamba kwa ajili ya mazao, analitengeneza shamba lake na kuondoa kila kitu kisichofaa. Nami nakusihi Baba mbinguni, hivi sasa nimekuja mbele zako kama mkulima. Ninaomba moyo wangu fananishwe na shamba, tayari kwa ajili ya kupokea mazao, tayari kwa ajili ya kupokea neno lako na kulitii, ili nikupende Mungu wangu uliye juu, ili nikupende na kuzitii amri zako, nipate kuzitenda nikiongozwa na Roho yako Mtakatifu. Naomba nifanyie tohara ya moyo. Ninaomba fanya tohara ya moyo. Ninaomba fanya tohara ya moyo. Nifanyie tohara ya moyo. Mimi na uzao wangu nifanyie tohara ya moyo kwa jina la Yesu, na kwa nguvu kubwa sana ya damu ya Yesu. Kila pando silolipanda Baba mbinguni kwenye moyo wangu na kwenye uzao wangu, ng'oa hivi sasa Bwana. Ng'oa pamoja na mizizi yake. Ng'oa kabisa. Ng'oa kabisa. Baba mbinguni, niumbie moyo mpya. Ondoa moyo wa jiwe. Ondoa kila aina ya vizuizi. Ondoa kila kitu kisichofaa. Kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti, majivuno na kiburi kwangu viwe mwiko. Damu yako ikatamalaki ndani ya moyo wangu. Yesu nisaidie kwa rehema zako nyingi. Kwa nguvu ya damu yako Yesu, simama mwenyewe kwenye moyo wangu. Wewe uliye mtakatifu, nami nastahili kuungana na wewe. Maana imeandikwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila kitu kisichofaa chaweza kuondolewa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, kila kitu
cha mbinguni, cha duniani, cha kuzimu kitalitii. Naamuru kwa jina la Yesu, kila kitu kisichofaa kiondoke kwenye moyo wangu, kiondoke kwenye nafsi yangu, kiondoke kwenye mwili wangu. Hivi sasa nifanyiwe tohara ya moyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba mbinguni, nisaidie kwa mkono wako wa nguvu, mkono wako hodari, mkono wako uweza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa neema ya somo hili. Asante Baba mbinguni, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Na mbarikiwe sana kwa somo hili. Naendelea na masomo mengine kufundisha Yehova Television. Masomo haya ni yale ambayo Roho wa Mungu amenifundisha. Yesu Kristo wa Nazareti aliyeniita na kunipaka mafuta kwa ajili ya kazi yake. Ninafundisha kama vile ambavyo ananiwezesha, likafanyike baraka kwa watu wote. Na kusihi sambaza, subscribe huko hapo YouTube. Ukiingia kwenye Facebook au mtandao mwingine, unaruhusiwa kupeleka habari njema hizi. Ni habari kwa ajili ya watu wote. Yesu anatupenda sana. Niseme tu, ukitaka kuwasiliana na mimi kwa ajili ya maombezi zaidi, nina namba ya Airtel 0784 477 mwishoni 277 0784 477 277. Narudia tena, ni namba ya Airtel 0784 477 277. Jina litaonekana Askofu Mwampeta. Wasiliana nami kama unataka kuchangia chochote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nahitaji kuboresha kazi ya Mungu ili iwafikie watu dunia nzima. Hii ikawe baraka kwa vizazi na kizazi. Shirikiana na mimi kuchangia sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nahitaji kusambaza habari njema. Nahitaji kwenda mbali zaidi ya hapa. Nahitaji kuwa na center kwa ajili ya maombezi. Watu waweza kufunguliwa vifungo vya aina mbalimbali. Kama uko mbali, una ndugu yako anaumwa na shida mbalimbali, unataka maombezi, wasiliana na mimi pia kwa ajili ya hiyo namba. Kama wewe umenisikiliza vizuri sana lakini unashindwa kunipigia simu kwa sababu huna vocha, na kuambia wala usipate tabu. Siku ya Jumamosi kuanzia saa 7 au saa 12 mida mchana, ni bipu mara 3. Mimi nitajua kwamba wewe una shida na nami nitaomba kwa ajili yako. Yesu Kristo wa Nazareti ataniwezesha kukuombea. Roho Mtakatifu ataniwezesha kukuombea. Na Yesu Kristo wa Nazareti atakuponya shida yako yoyote. Una ugonjwa sugu, una maradhi yoyote, Yesu anaweza mambo yote. Ubarikiwe. Bye bye.